Kwa mtu ambaye ni mara yake ya kwanza kujiunga chuoni, nimetoka na ushamba wangu huko kijijini Losokonoi huko. Yes. Sijui hili wala lile, najua tena. Kwa kweli na hata smartphone pengine sijui hata kuitumia. Yes, kwa kweli. Lakini nakutana na nafika chuoni nakutana wenzangu wana simu nzuri, wana simu kali. Mimi na kiswaswadu changu pengine. Mwanafunzi wa namna hii unamshauri nini? Sababu tayari anakuwa kwenye pressure. Ni kweli kabisa. Jambo la kwanza kwa ningemshauri mwanafunzi kama huyu ambaye ana wakati kama huu, na especially ni wale ambao kutoka form 4 moja kwa moja. Afu na hii tulenge kwa mabinti. Yes, of course kweli. Mabinti ndio ambao wamekuwa si gentlemen kwa tupate sana changamoto hii. Lakini kwa watoto wa kike kuna mazingira ulikuwa unayaishi, ukija chuoni unakutana na watu tofauti. Yes, kweli kabisa. Kwa kweli wakati ambao tuko nao sasa wanapo kwenye dangerous zone sana kwa sababu ya wakati ambao wanakuwa wanaopitia. Cha kushauri hapo mtangazaji, Mr. Godwin, naweza nikasema kwamba jambo la msingi ukifika pale jiunge na kundi la dini. Hata kama ni mtu ukwata, nenda ukwata. Kasfet, nenda kasfet. TMCS. Kama wewe ni mtu basi wa ndugu zetu wa niseme kuna wale wasema TMCS ambao ni wasati wa ICS. Jiunge nao. Wewe ni wale Islamiki, jiunge nao. Kwa lengo kubwa ni nini? Ukifika kule wanaweza kukusaidia namna ya kuenenda, kwa sababu wale kwanza wanakifahamu chuo, na jambo la pili pia wanafahamu walimu wa chuo, so wanakusaidia kujua namna gani ya kuenenda unapokuwa chuo. Kuongezea pia hapo nikasema kwamba ukishafika ndani ya kwenye fellowship kuna wale ambao wanasoma course kama ya kwako, watakushauri. Na muda mwingine pia sometimes hauna simu ukifika pale huko na kisosado kwa mara ya kwanza, na wasema tafanyaje? Ukiwa na mtu ambaye anampenda Mungu, maana kwa sababu sisi watu wa Mungu tumejengwa katika msingi wa upendo. Hasa kama ni msingi wa upendo, maana siwezi kukubali na muone mwenzangu ana shida afu kumsaidia. Maana kuna notes hizi na tujue chuo, notes mara nyingi watu wanatumiwa kwenye magrupu. Yes. Sio tofauti labda na sekondari huko ama level mnaandikiwa. Lakini chuoni ni tofauti. Unakuta unatakiwa sijui kuprint, unatakiwa sijui kufanya nini. Kwa unakuta kuna changamoto nyingi ambazo mwanachuo anakuwa anakutana nazo. Sasa sijajua inakuwa ni uelewa wa mwanafunzi mwenyewe ama ni ulimbukeni. Anaamua tu kujiingiza kwenye makundi ambayo sio magrupu ya. Yes, kwa kweli. Wewe kusoma ya nini bwana? Labda Lema, mtofautishie msikilizaji ama pia mzazi na mwanafunzi ambaye anaelekea chuo kikuu, labda yani utofauti kati ya chuo kikuu na elimu ya sekondari na kidato cha 6 ikoje? Okay. Utofauti mkubwa tunaosema kwa habari ya mwanafunzi ambaye kutoka advance lakini pia mwanafunzi wa chuoni. Jambo la kwanza tunasema kwamba mwanafunzi, tofauti kubwa ni swala zima la uhuru. Mwanafunzi wa sekondari amekuwa katika limitation, katika mabano ya kuangaliwa sana, kiasi cha kwamba walimu wanamtazama, wanafunzi wenzake wanamtazama, so hawezi kwenda nje ya boundary ambazo amewekewa na taratibu za shule. Lakini ukija kwa mwanafunzi huyu wa chuo, huyu mwanafunzi wa chuo sometimes pia amekuwa na uhuru kupita kawaida. Hata kuna mwingine anaona kama mwalimu mwenye uhuru hapo. Yes. Kwamba sasa mimi niko chuo sihitaji kufuatiliwa. Je, ni kweli hiyo? Kwa kweli ukiwa chuo uhitaji kufuatiliwa pengine na mzazi au na mlezi. Mimi hiyo si support. Nasikia mimi sasa hizi na maisha yangu. Hiyo mimi kwa kweli sasa. Unajua kwa nini si support? Kwa sababu ukija chuo bado wewe ni mwanafunzi, hata kama upige bakora. Na kama ni mwanafunzi manake nyumbani uliaga mama anakwenda wapi? Nakwenda chuo. Na sifa ya mwanachuo manake ni mwanafunzi. So kama ni mwanafunzi manake lazima ufuatiliwe. Ndio maana mama au baba nyumbani anasema Mungu msaidie mwanangu uko wapi? Shule. Hasa ajabu ni pale ambapo mama anasema msaidie mwanangu yuko chuo, wewe unafanya tofauti ambacho kiko wapi? Chuo. Inakuwa ni lugha gongana ambazo sometimes inakuwa ni changamoto na kutufanya sisi kama wanafunzi kushindwa kuelekea pale ambapo Mungu anakusudia kufika. Na kuna udanganyifu pia umekuwa ukifanyika kwa baadhi ya wanafunzi. Wanapewa boom ila nyumbani wanasema hawapati boom. Sasa hiyo ni tamu kweli. Mimi kwenye research yangu nimeona hiyo. Kuna wanafunzi yani unakuta yeye anapata boom lakini nyumbani hawana taarifa na wanaendelea
kuchanga zile ada, sijui hostel, sijui nini. Boom yeye anaendelea kulipata huko. I say hapo ndani mimi hujawahi kukutana na hiyo situation? Hiyo kidogo kwa sehemu labda ni 1% chache kwa sababu nimepata baadhi yao, lakini sio wote. Kwa sababu pia nimepata neema nilipokuwa chuo, nilikuwa pia kiongozi wa chuo katika level kadhaa. Kwa mfano fellowship nilikuwa kiongozi wa Kasfeta, mwenyekiti, na lakini pia nilipofika chuo pia kama mwenyekiti wa Kasfeta. Kwa hiyo kunakuwa na interaction na wanafunzi wa aina nyingi sana. Nimeshanipata. Kwa hiyo cha kumshauri mtu kama huyo ambao nimekutana nao ni wale ambao shangaa mpata asilimia ndogo kiasi kwamba kama 12%. Wengine ni ndogo. Ni ndogo, umeona. Kwa hiyo anachokifanya ni kwamba anaongezea nini? Zile fedha za bunge kanika kule. Kwa hiyo mama nyumbani anatuma fedha kwa ajili ya chakula. Ila kama kuna ambaye anafanya kitu kama hicho, wengine unakuta ana uhakika kabisa. Huyo kwa mshauri kwa anachofanya sio sahihi. Kwa sababu kuna maisha baada ya kile unachokuwa unakifanya. Unapokuwa unapanda kitu utavuna. Yaani hata kama vile utavuna lini, kuna siku utakivuna. Leo hii msumbue mzazi, mtese mzazi, utakuwa mzazi. Utakuwa mzazi siku moja. Ndipo unajua kumbe kumbe mambo ndivyo yapo hivyo. Sasa hapo tukija hapo kwenye boom, ni njia zipi bora za kupanga bajeti na kusimamia fedha? Yaani mwanafunzi akiwa chuoni anawezaje kuzisimamia fedha zake na kwenye upande wa kupanga bajeti? Okay. Yes, na kwa kweli boom ni nzuri na ni tamu, na mimi nime experience. Kwanza kuna wakati ulipata asilimia ngapi? Asilimia 100. Bwana ukipata 100 wewe ni noma. Maswali hiyo ni siri ya kama siri. Bado hujamaliza bwana? Yaani nimemaliza mwaka chuo cha wasibu. Tupe asilimia 100 au asilimia ngapi? Nilipata asilimia zote. Ama kweli wewe Mungu ana balance pressure yako za Mungu kweli. Katika wale ambao walikuwa wamefaidika pia, nami ni mmoja wao. Mungu alinisaidia kupata mkopo, na kumbuka pia nianza kidogo na mimi 33 kwa mara ya kwanza, lakini hivyo kwa mwaka wangu wa kwanza mwishoni nilipata neema kuongezewa mkopo wangu. Kwa hiyo nilikuwa nalipiwa karibia ada yote. Na kwa hiyo Mungu akanisaidia pia hata kwa habari ya bomu pia akanisaidia. Na kusema hivi kupitia vile nikabalance mambo, nikamsomesha dogo, nikamsomesha, nyumbani nikamsomesha. Mungu amekuwa akifanya vitu ambavyo kweli nikivizungumza wewe nisivimaliza. Sasa hebu tuambie sasa ni jinsi ya kupanga hiyo budget sasa. Ulikuwa unawezaje kupanga budget ukiwa bado uko chuoni na unasomesha muda wako? Jambo la kwanza ambalo mimi nauli pale, unajua Mungu ni Mungu ambaye anajua kila kitu. Anapokupatia fedha ni kwa ajili ya moja, kwa ajili yake. Aangalie wewe unamtazama vipi. Kwa maana kwamba anapokuwa umeweka chuo anajua namna kukusaidia. Shanipata mpaka pale. Kwa kisha kumpata fedha, jitahidi sana ujue kuna asilimia fulani ya Mungu ambao lazima umpatie. Na baada ya hapo pia angalia, je, kuna haja ya kulipa ada? Kama umeshalipiwa ada, maana yake angalia, je, nimeshalipia kodi kama nimeshapanga? Okay, kodi nimeshalipia tayari. Maana yake nini basi? Ninaangalia baadaye niweke balance kiasi gani ambacho kuna wakati mwingine dharura. Champata fellowship, mpata msiba, mpata changamoto, ndio ununue peni, daftari, wewe kwenda kusali. Kuna wakati pia sadaka pia kila siku kanisani lazima uweke balance. Kwa hiyo kisha ujifahamu kwa undani kwamba wewe una issue fulani, inakuwa wepesi kuweza kupanga bajeti. Ila usipojifahamu itakuwa unapata fedha tumia hapa pale, mwisho wa siku unakuwa unakosea. Labda tuje sasa kwenye upande wa ajira na maisha baada ya chuo. Wewe pia ni miongoni mwa watu ambao umeshahitimu. Labda ni ujuzi gani wa ziada mwanafunzi anaweza kujifunza akiwa chuoni ili kumsaidia baada ya kuhitimu? Okay, asante sana. Niseme kwamba mwanafunzi akiwa chuoni tunasema kwamba kuna clubs mbalimbali zimeshaandaliwa. Zingine za Tanzania, zingine sio Tanzania. Zinasaidia vijana ku be aware. Na moja pia hii test yetu sisi ni kusema na vijana ambao wako mavioni, kwa sababu wengi wao wamekuwa na notion kwamba mimi sasa chuo basi hivi na hivi. Sasa ni lazima ujue kwamba ukiwa chuoni unatengeneza mazingira ambayo wewe ni product ya kesho au baadaye. So lazima ujue kwamba kama unasema kwanza computer science, ensure kwamba vitu fulani unavifahamu ili unapotoka pale unakuwa unafanya vizuri. Pia kama ni mjasiriamali, hakikisha kwamba unajihusisha na masuala nini jasiriamali. Upata muda mzuri pia chuoni, sio sana sekondari. Una muda wako free. Wewe muda wa free, kaa sehemu mpaka kiduka chako, umepata boom lako lile libalance kiasi kadhaa, weka duka pembeni, fanya biashara zako. Bwana, umezungumza sana Neema, natamani kumsikia Lucas Mrema pia. Bwana Lucas, kwa muda mrefu umekuwa kimya. Karibu na wewe upate kuzungumza